Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu mmea wenye miujiza mingi sana na wenye maajabu mengi sana. Mmea huu ukiuambatanisha na mti wa mgomba nkondo, sawa una uwezo wa kumtengeneza mnyama wa kiasili, aidha simba, aidha chui, aidha nyoka au aidha mnyama yote ambaye umemkusudia, sawa Mmea huu una mambo mengi sana, na mti wa mgomba nkondo kwa nyakati za asubuhi mpaka mchana, ule mti unakuwepo, ukiuona hivi unanawiri, yani majani yake yanakuwa yamesimama, sawa Lakini inapokuwa inafika muda wa usiku, basi yale majani yake yanakuwa yanasinyaa yenyewe. Na ule mti wa mgomba nkondo ukiangalia tena kwa pembeni yake kunakuwa kama kuna miba, sawa Yani ukipita katika ule mti lazima ukunase, sawa Je, unawezaje kutengeneza kiumbe simba wa asili kwa ajili ya kumtuma kwa mtu dhalimu au adui yako au mtu anayekufanyia ubaya? Unahitaji kumtumia mnyama mkali, aidha akamdhuru au akalipe kisasi kulingana na usawa wa kisasi ambacho amekutendea. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Unaona hapa, huu ni mmea unayefahamika kwa jina la Ruhan. Mmea huu majani yake ukiangalia yanaweza kufanana na majani ya mpunga, lakini huu sio mpunga huu, sawa Mmea huu unafahamika kwa jina la Ruhan. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kutengeneza kiumbe, utachukua majani 7 ya mti huu wa Ruhan, kisha utachukua udhu, mwili wako utakuwa msafi, utaenda paka katika mti wa gomba nkondo, utatia nia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi nina maadui kadha wa kadha, wengine nawafahamu, wengine siwafahamu, nina uadui wa mashariki na magharibi, wa kusini wa kaskazini. Ya Rabbi, nipo na vita yangu mimi ni kali, lakini Mwenyezi Mungu nahitaji nichukue dawa katika mti huu wa mgomba nkondo, mzizi wake, kwa ajili ya kutengeneza kiumbe kwa ajili ya kunisaidia katika uadui ambao unanizunguka, sawa Utaufungua ule mti wa mgomba nkondo katika mzizi wake pale, utaangalia sentimita kadhaa, utakata kwa mbele pale, alafu utaangalia tena sentimita kadhaa, utakata tena katikati mzizi unapoelekea. Kile kimzizi cha katikati ambacho umekata usikitoe, sawa Chukua majani haya 7 ya Ruhan, nenda kaweke katika kile kipande chako cha mzizi ambaye umekata katika mgomba nkondo, funikia, maana yake ni hivyo, sawa Kisha chukua mafuta ya mnyama husika, aidha simba, aidha chui, aidha nyoka, aidha mafuta ya nyuki kama utakutengeneza nyuki kwa ajili ya ulinzi au kumtumia adui, sawa Mafuta yake yale utanyunyiza mara 7 kwa manuizo maalum. Utapokuwa umemaliza kunuia, kisha utarudi nyumbani kwako, na ukirudi nyumbani kwako utakaa kwa muda wa siku 3. Baada ya siku 3 utarudi tena katika ule mti wa gomba nkondo. Utapokuwa umefika, utachukua udhu wako uwe msafi, utatia nia tena kwa Mwenyezi Mungu. Utafika pale kwamba nimekuja kukuchukua simba, au nimekuja kukuchukua chui, au nimekuja kukuchukua nyoka, au nimekuja kuchukua nyuki, nimekuja kuwachukua nyuki kwa ajili ya swala langu, kwa ajili ya kuwatumia madhalimu, watu maadui ambao wananiandama, sawa Naomba Mwenyezi Mungu kwa kile nilichokuomba basi kikatimie. Utamwaga mafuta husika ya yule mnyama au ambaye ulimkusudia kumtengeneza, utamwaga tena mara 7 pale katika ule mzizi, kisha utachukua ule mzizi na kurudi mpaka nyumbani, na maanisha mzizi wa mgomba nkondo na majani yako ya Ruhan. Utaporudi nyumbani kwako, hakikisha ule mzizi usiingie naye ndani, kwa sababu yule tayari ni mnyama, sawa Utatengeneza kajumba kama cha asili kwa nje ya nyumba yako, sawa Utakuwa unahifadhi ule mzizi wako
kwa ajili ya kazi maalum inapokuwa inatokea, aidha ya uadui, unahitaji kumtumia mtu chui au kumtumia mtu simba au nyoka au kumtumia mtu nyuki, sawa ndio unachukua ule mzizi, unaonenea maneno, we fulani bin fulani, mimi ndo babako na mimi ndo nilikutengeneza, nahitaji uende kwa fulani ukaniletee hapa, au uende kwa fulani ukamdhuru, au fulani aje hapa uniletee hapa na mazungumzo naye, kwa nini ananifanyia uadui. Hakika kama utamwagiza simba na ulitumia mafuta ya simba ndivyo atakavyokuwa. Kama utaagiza nyuki watamfuata. Kama utamwagiza nyoka ndivyo atakavyokuwa, na atamleta adui yako paka katika mikono yako. Baada ya hapo ndo utamwamuru sasa yule mnyama amdhuru au asimdhuru, au kumshikisha adabu tu adui, kumpa onyo kwamba hiki unachokifanya hata mimi pia, kama unajua vya huku vya mbele mimi najua vya nyuma, au kama unajua vya nyuma mimi najua vya mbele, sawa Sasa kisha ili uweze kuishi na mnyama wako wa asili ambaye utakuwa umemtengeneza, ili uweze kumrudisha, unaweza kumwagia tena ile mafuta yake mara 7, kitageuka kijiti. Kama ni simba atageuka kuwa kijiti, utakihifadhi tena pale katika nyumba yake. Na kama ni chui ni hivyo hivyo, na kama ni nyoka ni hivyo hivyo. Kwa utakuwa unatumia kile kijiti kwa ajili ya kazi maalum. Huu ni mti wa mruhani, una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Ukichukua majani haya ya mruhani, ukachukua na mzizi wa gombankondo, sawa kwa manuizo maalum, na ukachukua na majani yake ukaponda ponda ukapata unga, kwa yule mtu ambaye amepata stroke, yani ameparalyze, sawa ule mzizi unaweza kumchemshia akatumia kunywa, sawa alafu pia ule unga wake mwingine ukatumia kuweka katika mafuta aidha mzaituni, akawa anajichua katika mwili wake. Basi kama aliparalyze, alipata stroke, basi atapona na atakuwa sawa. Kama nilivyosema, mti wa gombankondo ulivyo, ukienda wakati wa mchana unakuwa umeshamiri, yani majani yake yamesimama minawiri mpaka unayapenda. Yani mti wake unataka kufanana kama na mvutamvula, sawa mvutamvula, lakini mvutamvula ni jike, gombankondo ni dume. Mvutamvula, ukiangalia mti wa mvutamvula unafanana na gombankondo, majani yake na kila kitu, ila isipokuwa mvutamvula hauna vimiba katika mti wake katika matawi. Gombankondo una vimiba, sawa nadhani hapo tumeelewana. Kwa hiyo gombankondo ni dume, alafu mvutamvula ni jike, mti ambao unapendwa sana na radi mvua inapokuwa inanyesha, sawa Kwa hiyo yale majani yake kama nilivyosema, kwa mtu alipata stroke, aliparalyze, utachanganya pamoja na mizizi yake, utachemsha, atakuwa anakunywa, na pia kuweka na mafuta ya mzaituni atakuwa anajipaka. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo mtu hatochukua siku 14, lazima atanyanyuka. Hata kama alikuwa hawezi kutembea atatembea, haijalishi alilogwa kichawi, kimizimu, alifungwa kishetani ili aweze kupata stroke paralyze, basi hakika atapona. Mti huu wa mruhani pia una mambo mengi sana kwa ajili ya kufungua majini, mtu mwenye majini, mwenye viumbe, mwenye maruhani, kwa ajili ya kuwafungua na kuwapa nguvu. Lakini leo acha niishie hapa, kwa wakati mwingine nitakuja kuelezea kwa urefu zaidi. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali,
za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592, na kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.